Mechi imesogezwa tarehe 21. Watu wamechekecha bana. Pamoja na michekecho yote hapo limepungua goli moja. 2 zimepungua 3, imebaki hamna, ni 0 kabisa. Angalia hapa nikufahamisha kitu. Ni kwamba baada ya kuchekecha, maana goli mchezo ulikuwa tarehe 20, sasa imekuwa tarehe 21. Mambo alishaharibika. Mambo yameharibika, yaani imekuwa vice versa, kama vile nyuma mbele, mbele nyuma. Ukiambiwa nyuma geuka, wa mwisho na kuwa kwanza. Si hapo kama nitakuwa sijaeleweka vizuri, yaani ule msemo wa kwamba mkipanga foleni alafu ukasikia nyuma geuka, na maana yule wa nyuma ndo anakuwa mbele. Sasa wagosi, mgosi wa ndima, mgosi wa kaya. Lakini Wajerumani wanakuambia hivi, ndawitega yiteguye, umluhanzuzi ndaruha, warushe ndaruhuka, aruhuse abaronse, umlondezi ndaruhuka. Yaani wanamaanisha mtafutaji huwa hapumziki, akipumzika basi alishapata. Wajerumani wanakuambia umlondezi ndaruha, ugusumba gusumba na kuyaneye. Yaani mtu anayekuzidi anakuzidi hadi kwenye kinyesi alichojisaidia. Wagosi wa ndima, wagosi wa kaya. Ni hivi, tusipoteze muda. Sasa hivi sihitaji mazungumzo mengi, ni mazungumzo machache tu kwa sababu lengo ni moja. Mechi baada ya kuwa imechekechwa na kubadilishwa na tarehe, kila kitu kimebadilika. Kwa hiyo itakuwa namna hii hapa, namna itakavyokuwa pale. Nilisema ni 4-1 kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza 2, wakienda cha pili wanamalizia 2, wao watakuwa wameshagonga 1. Yaani ni hivi mchezo ulivyokuwa, ilikuwa ni kipindi cha kwanza Simba wanagonga goli 2, wakienda kupumzika, wakirudi wagosi wanagonga goli 1, kwa hiyo inakuwa 2-1. Ndio ilivyokuwa ule mchezo. Alafu Simba wanagonga lingine 1, inakuwa 3-1. Hawajakaa sawa, wanamgonga mgosi lingine 1, mechi ilikuwa inaishia hapo. Ndivyo namna mchezo ulivyokuwa. Sasa kila kitu kimepanguka, kama nilivyosema, ukisikia nyuma geuka, wa kwanza na kuwa mwisho. Lakini nikasema Wajerumani wanakuambia rushe ntaruhura, ruhuise abarush alonse. Yaani mtu anayekuzidi ugusumba gusumbana kuyana yeye. Mtu anayekuzidi anakuzidi hadi kwa kile alichojisaidia. Unajua ni kwamba hakuna jinsi, kila jambo ni kukubaliana na matokeo. Cha kukubaliana na matokeo unachozungumza ni kwamba mambo kama mechi imeahirishwa, kwa lazima tuzungumze tuna kitu ambacho kinafuata. Baada ya hapo ni hivi, mambo ni mengi, kila kitu kimekwenda kama ifuatavyo. Kipindi cha kwanza itabidi Simba watoke na goli 1. Goli 2. Ngoja angalia hapa.
watatoka na moja. Simba watatoka na moja. Unaona? Watatoka na moja. Ilitakiwa atoke na mbili, lakini kama unavyojua, kwa hiyo itakuwa moja. Wakija wanagonga moja, mgosi na anagonga moja, alafu mgosi anachangamka, kisha gonga anachangamka. Sikutegemea hiki kitu. Akishachangamka mgosi atakuwa alishagongwa mbili, yeye moja, kwa anachangamka sasa. Na yeye kinachofuata ni kwamba anaenda na anagongwa lingine moja. Refa atatembeza mpira, ataongeza dakika kuangalia mpira umeisha. Kwa hiyo mgosi pamoja na kuchekecha limepungua moja, kwa baadaye 4 zitakuwa 3. Ushindi uko pale pale, kwa maana ya kwamba atakayeshinda ni huyo ambaye nimeshamtaja hapo. Kwa hiyo yani atakayeshinda nimeshamtaja, ndio huyo ambaye nimeshamtaja. Kwa hiyo kama video hii umeikuta mbele, rudisha nyuma, sikiza kwa umakini. Asiyefaa kafaa, kama anavyosema mdogo wangu Ruto Magari, mdogo wangu yule anakuambia asiyefaa kafaa. Kwa hiyo sasa asiyefaa amefaa, asiyefaa amefaa. Baada ya mechi kuchezwa tarehe 21, baadaye tarehe 20 inachezwa tarehe 21, maana ilitakiwa Simba na Coast wacheze tarehe 20. Sasa imekuwa tarehe 21. Kwa hiyo sasa mechi ni kama vile nimeelezea. Kwa hiyo kikubwa tu iangalie clip kwa umakini, kisha utakuwa umeelewa. Nafikiri hakuna kilichobadilika zaidi ya hapo, hakuna kuchekecha zaidi, ila tu ndio hivyo, tusonge mbele, ushindi